Kesi inomkabili mwanamuziki na mfanyabiashara maarufu Sean Diddy Combs kuhusu madai ya biashara haramu ya ngono kuwapiga wanawake, ukatili wa kijinsia na mengineyo imeendelea kuchukua mkondo mzito baada ya mwanamuziki na mpenzi wake wa zamani Cassie Ventura kutoa ushahidi mzito unaoeleza mateso ya kimwili na akili aliyopitia mikononi mwa rapper huyo. Katika siku ya tatu usikilizaji kesi hiyo, Cassie alieleza kwa kina namna ambavyo alilazimishwa kushiriki vitendo vya kingono vya hali ya juu vilivyojaa ukatili. Alivita freak off kwa mujibu wa ushahidi wake. Vitendo hivyo vilimwacha kuwa amechoka kimwili, asina hisia katika maumivu makali na mara kwa mara akipatwa na magonjwa. Alifafanua kuwa kutokana na maambukizi njia ya mkojo yani UTI ya mara kwa mara, dawa za antibiotic zilikuwa zifanye kazi tena katika mwili wake. Pia alieleza kuhisi maumivu ya kuungua wakati wa tendo la ndoa pamoja na kupata vidonda vikali vya mdomo kutokana na kulazimishwa kufanya ngono kwa njia ya mdomo mara kwa mara. Mbali na mateso kingono, Cassie alieleza kuwa Diddy alikuwa pia akimpiga mara nyingine mbele za watu. Alimtaja mwanaume mmoja kwa jina la Juice ambaye alishuhudia tukio hilo na baadaye kumuuliza kama yupo salama. Alisema visa vya unyanyasaji vilitokea mara nyingi tu katika miji tofauti ikiwemo New York, Los Angeles na hata Miami. Katika tukio jingine, Cassie alieleza kuwa kabla safari ya kwenda kwenye tamasha la muziki lililoandaliwa na rapper Drake, Diddy alimrushia kwenye frame ya kitanda kwa nguvu kubwa. Mahakamani, mawakili wake walionyesha picha ya jicho lake lililovimba kutokana na kipigo hicho. Pia alisimulia tukio jingine lililotokea Cannes, Ufaransa, ambapo Diddy alimrusha kutoka kwenye yacht kisha kuzuia passport yake ndani ya chombo hicho, na hili ni jambo ambalo liweza kumlazimu kutoka nje wala kwa pia kwenye red carpet. Katika hatua nyingine yenye uzito mkubwa kwa upande wa mashtaka, idara ya haki ya Marekani DOJ imetoa video ya dakika 15 zima inaonyesha tukio la Diddy akimshambulia Cassie kwenye hoteli ya Intercontinental jijini Los Angeles mwaka 2016. Hapo awali CNN ilitoa sehemu fupi ya video hiyo, jambo lilosababisha timu ya mawakili wa Diddy kudai kuwa video hiyo ilikuwa imehaririwa, yani co-edited kwa njia ya kumchafua mteja wao. Hata hivyo sasa video kamili iko wazi kwa umma na inaonyesha kwa wazi tukio hilo lilotokea katika pembe mbalimbali za kamera za usalama. Katika video hiyo hakuna wakati wote unaonyesha Cassie akimshambulia Diddy, badala yake video inaonyesha Cassie akionyesha kutafuta kujilinda, huku wafanyakazi wa usalama wa hoteli wakiingilia kati kujaribu kutuliza hali baada ya vurugu hizo. Kesi hii imeendelea kuibua maswali makubwa kuhusu unyanyasaji unaojificha nyuma pazia la watu maarufu na hasa mastaa wa muziki kwa nchini Marekani. Diddy ambaye amekuwa ni miongoni mwa mastaa wachache ambao ni nembo mafanikio katika tasnia ya burudani, anakabiliwa sana na tuhuma zinazohusisha unyonyaji wa kingono, ukatili wa kimwili na matumizi mabaya ya madaraka. Ukumbuke Cassie ni mmoja ya mashuhuda ama mashahidi wakubwa sana katika kesi hii, na hili limeweza kuchukua nafasi kiwa tu alikuwa ni mtu wa kwanza kumfungulia Cassie rapper huyo, na kisha ikieleza kuwa shitaka ambao alifungua lidai kiasi cha fedha dola milioni 30 kama sehemu ya kumaliza shtaka hilo nje ya mahakama, na ilieleza kuwa walikubaliana na kumalizana, lakini baada ya hapo sasa mfululizo wa wanawake na wanaume wengine kumfungulia mashtaka ukachukua nafasi. Hii hapa ni SNS Mini Gen Man.